Kwa nini leo tunaenda kuzungumzia kidogo hili swala la matatizo ya moyo na mapafu? Kwa sababu kitakwimu shirika la afya duniani linaonyesha kuna uwezekano au zipo research zinasema magonjwa yasiyoambukiza yamekuwa yakiendelea kuzidi. Mzigo wa magonjwa ya kuambukiza ukifananisha na magonjwa yasiyoambukiza, magonjwa yasiyoambukiza yanaendelea kuwa juu. Magonjwa haya haswa yapo kama 4 au 5 haswa. Kuna magonjwa ya moyo, magonjwa ya upumuaji, magonjwa ya sukari, pia na gonjwa la akili. Siku hizi wanasema linakuja juu. Lakini vile vile kuna gonjwa la 5, vile vile gonjwa la kansa. Kitakwimu tunasema duniani magonjwa yasiyoambukiza yanasababisha vifo kwa 74%. Lakini vile vile 86% ya magonjwa haya niliyoyataja, ya moyo, ya kansa, ya upumuaji na sukari pamoja na afya ya akili, yanatokea haswa ya moyo, yanasababisha vifo kwa 86% kabla ya muda wa vifo uliotegemewa. Yaani kabla ya umri wa miaka 70. Sema vifo vinatokea kabla ya umri huo. Kwa hiyo ni magonjwa muhimu kuyafahamu na pia kuchukua hatua katika kuyadhibiti. Katika kuyadhibiti, kitengo cha fizioterapia ya moyo na mapafu ni kitengo muhimu mno. Haswa katika hawa wagonjwa wa moyo na mapafu. Tunafanya nao kazi wagonjwa wa ndani waliolazwa wenye shida ya moyo na mapafu. Tunafanya pia na wagonjwa wa nje. Baada ya afya zao kutengemaa na fiziolojia yao kuwa imara, mara nyingi wanaletwa kwenye vitengo vyetu kwa ajili ya kuimarisha afya sasa kamili ya mwili wao ili warudi katika shughuli zao za kila siku. Vile vile achana na wagonjwa wenye magonjwa haya tayari, lakini kuna wale ambao wako katika hatari ya kupata magonjwa haya. Watu wenye unene uliopitiliza au unene uliokithiri, wavutaji sigara au tumbaku, wasiofanya mazoezi ya mwili, wanaokula milo mibaya, wote hao wako katika hatari ya kupata haya magonjwa yasiyoambukiza, hasa ya moyo, sukari, upumuaji, pamoja na magonjwa ya vifua.